kuanzia 10. Luka mtakatifu 1:10 inasema, na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia kitabu cha Luka mtakatifu mlango wake ni wa kwanza, tunampata mtu ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu sana. Alikuwa amejitolea zaidi kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Alikuwa amejitolea, yani liwe liwalo ako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kunyeshe kuwake jua ako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi yule alikuwa anaitwa Zakaria. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alikuwa akimtumikia Mungu huyu mtumishi wakiwa na mke wake, kuna hitaji moja walikuwa wanataka sana kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakakaa uweponi kwa Mungu, lakini hawakuwa wanapata hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Walikaa mpaka wakawa wazee, lakini hawakuwahi choka kumtumikia Mungu. Hawakuwahi toka uweponi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine sisi wanadamu kuna mahali ambapo tunakosea, kwa sababu tunapatia Mungu muda ya kwamba nitakaa kwa Mungu, lakini muda fulani asiponipatia kile kitu ambacho ninataka, mimi nitatoka. Heri nikose kwenda church, heri nikae nyumbani, heri nifanye sijui nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna huyu mtumishi ambaye alikuwa ni Zakaria pamoja na mke wake, walimwabudu Mungu hata wakiwa tu hivyo vinye wako, wakiwa hawana mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii kuna vile tu ninakuhimiza na wewe ukae ndani ya njia za Mungu, hata kama kuna kajambo kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haka kenye ambako unakahitaji na unaona ni kama kuna vile kana kawia kufunguka, ama kuna vile kamekaa bila kufunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu siku yako inakuja na Mungu Muumba wa mbingu na nchi anafanya njia. Bwana Yesu asifiwe. Na utaweza kutoka ndani ya ile shida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa walikuweko, anza kusoma kuanzia mstari wake wa 9. Anza kusoma kuanzia wa 9. Kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Kura ilimwangukia Zakaria aende afukize uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ilimwangukia aende afukize uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii, haleluya, kila mmoja mwenye ako hapa kwa kanisa, Bwana Yesu asifiwe, wakati tutakuwa tunafukiza uvumba, Mungu amekukubali. Bwana Yesu asifiwe. Amekukubali uvumba iweze kufukizwa wewe ukiwa hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio uone umeweza kukuja na umeweza kuingia kanisani, ni Mungu amekubali uweze kukua katika hii agano. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kukamilika katika hii mlango. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kura ilimwangukia, na kura ilipomwangukia, kuna hiyo hitaji kubwa alikuwa ako nayo, ambaye alikuwa anataka siku moja Mungu Muumba wa mbingu na nchi aweze kumtendea. Bwana Yesu asifiwe. Ikafanyika aje? Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Makutano ya watu walikuwa wakisali nje. Tuendelee David. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Makutano ya watu yalikuwa yakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo ambayo unahitaji kutoka kwa Mungu. Kuna jambo ambayo unaiombea,
Na sio wewe peke yako unaombea hiyo jambo, sio wewe peke yako ambaye unahitaji hiyo jambo. Kuna watu wengine wengi ambao wanahitaji hiyo mlango ambayo na wewe unaiombea. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile hawa walikuwa na utasa, si hao peke yao walikuwa na utasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna na wengine wengi ambao walikuwa na utasa na walikuwa wanaombea hiyo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya, ikawa aje Dafi? Zakaria alipomwona anzia 11, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Zakaria alienda kufukiza uvumba, alitokewa na malaika wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ujumbe Mungu aliweza kunifunulia, nikaweza kuonyeshwa. Ilikuwa ni Thursday nikiamkia Friday, nikaweza kuonyeshwa nilikuwa Kiuna Road. Kiuna Road, njia ya kina Mama Ben, njia ya kina Mama Ben. Nilikuwa ninatembea, na katika kutembea nilikuwa nakuja sasa ndio niingie kwa hii barabara ili sasa itanipeleka nipeleke kwa lami. Sasa nikiwa ninatembea ndio nikuje nifike mahali Muislamu alikuwa na duka kitambo, hiyo jumba yake kubwa. Hapo kuna malaika aliweza kunitokea. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo malaika alikuwa amevalia yellow. Bwana Yesu asifiwe. Ile vazi ilikuwa inawaka kabisa mpaka macho yangu ikawa ni kama inachomwa na hiyo vazi. Bwana Yesu asifiwe. Na yellow inamaanisha amani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unatokewa na yellow ni kumaanisha kila kitu yako yenye ilikuwa haiendi vizuri inaenda sasa kuenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni deni ulikuwa nayo unaenda kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna shida ulikuwa nayo kwa nyumba unaenda, hiyo shida inaenda kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikaona nimetokewa na huyo malaika hapo na nikaweza kuamuka. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua kuna jambo ambayo Mungu anataka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tusomee tena Dafi. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Alipomwona Zakaria alifadhaika na hofu ikamwingia. Bwana Yesu asifiwe. Alifadhaika sana na hofu ikamwingia. Tuendelee Davi. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Malaika alimwambia usiogope, maana dua yako imesikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kwa sababu ile maombi umekuwa ukiomba imefika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii wewe ambaye umekuja kutoka nyumbani na umeingia kanisani leo, wale watu ambao Mungu hakutaka waingie walipatiwa shughuli za leo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna yule ambaye niliongea naye asubuhi akaniambia ameenda wapi? Ameenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao Mungu hakutaka waweze kuingia, kuna shughuli ambao walipatiwa ya leo. Lakini wewe ambaye umeingia, umehesabika kati ya wale ambao wamekubalika kwa ajili ya kufukiza hii uvumba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akamwambia usiogope kwa sababu dua yako imesikiwa mbinguni. Maombi yako imesikiwa mbinguni. Maombi ambayo umekuwa ukiomba, Mungu ameweza kuisikia. Bwana Yesu asifiwe. Ile kilio ambayo umekuwa nayo, maswali mingi ambayo umekuwa nayo ukiuliza Mungu, leo hii imeweza kusikika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hitaji kubwa ambayo umekuwa ukitaka Mungu wa mbingu na nchi aweze kukutendea, leo hii imesikiwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo jambo ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu ukijiuliza nayo maswali, leo hii imefikiwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye alimtumikia Mungu bila hata kujali lolote. Alikaa uweponi mwa Mungu na hakuna siku aliondoka uweponi mwa Mungu. Hakuna siku alijikwaza. Hakuna siku alisema
ati kwa sababu sina mtoto mimi sitamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alimwabudu Mungu mpaka Mungu mwenyewe akaweza kumtembelea. Bwana Yesu asifiwe. Akatuma malaika akamwambia, kile ambacho umekuwa ukiomba, maombi yako sasa imefika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu kiri tu na kinywa chako, sema maombi yangu imefika mbinguni. Maombi yangu imefika mbinguni. Maombi yangu imefika mbinguni. Maombi yangu imefika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaambiwa maombi yako imefika mbinguni. Sala yako, dua yako imefika mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wewe vile umekuwa ukikuja tu hapa kanisani, unaingia kanisani, wewe unaomba pale, hakuna mtu anajua unaomba nini. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anajua ni nini unaambia Mungu unataka. Bwana Yesu asifiwe. Hakika wakati wako ambao wa kujibiwa umefika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tuendelee. Na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Hitaji yake yeye ilikuwa ni kuhusu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna yule ako hapa hitaji lake ni kuhusu mtoto. Kuna yule ako hapa hitaji yake ni kuhusu ndoa. Kuna yule ako hapa hitaji yake ni kuhusu kazi. Kuna yule ako hapa hitaji yake ni kuhusu pesa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maombi yako imefika mbinguni. Angalia maono kama yenye ambayo imeonwa kwa Rose. Alikuwa amebeba bag, na hii bag kuna vile imetoboka. Bwana Yesu asifiwe. Imetoboka kwa nini? Kuna vile shetani anatoa pesa yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile shetani ameshapata moja ya mali yake kupitia ikienda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. Na jina lake utamuita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe. Na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na furaha na shangwe. Hiyo ni baada ya Zakaria kwenda kufukiza uvumba. Wewe ambaye leo umekuja, Bwana Yesu asifiwe, kwa ibada hii ya kufukiza uvumba, Bwana Yesu asifiwe, kuna jambo jipya ambayo inaenda kufanyika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mlango mpya ambayo inaenda kufunguka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hakuna ibada ya kufukiza uvumba ambayo huwa inaenda bure. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna vile tutachoma hapa uvumba iende bure. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuna jambo itafanyika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kuna mlango itafunguka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kutakuwa na mabadiliko katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana wakati Zakaria alifukiza uvumba, kulikuwa na mabadiliko katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hitaji ambayo alikuwa nayo mpaka watu wakamzoea ya kwamba huyu azaagi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wakamzoea, huyu akwangi na mtoto, huyu ana mbegu za uzazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akakuja kwa njia moja na akawapatia mtoto, tena mtoto wa kiume. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo Mungu anaenda kutenda ndani yako leo hii. Haleluya. Kuna mlango inaenda kufunguka ndani yako leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mtu mahali anaenda kunyang'anywa kazi upatiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali anaenda kusongeshwa wewe uingie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna
basi Mungu anakushughulikia uende uingie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali Mungu anaandaa akuja akushike mkono, akutoe kwa hiyo hali yenye uko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali ambaye Mungu anaandaa akuje aweke maarifa ndani yako ya wewe kupata njia ya kutoka kwa ile hali ambayo uko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile Mungu anaandaa, kuna mlango Mungu anaandaa, na anaandaa ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno inakuanga ndani ya Isaya 62. Hutaitwa aliyeachwa. Hutaitwa aliyeachwa, bali utaitwa Hefsiba na nchi yako Beula. Inakuanga ndani ya Isaya 62. Niangalie iko wapi. Nasikia wakati ninasema hivi, nimesikia hiyo neno ikiwa ina nini. 62:4 nisome. Hutaitwa tena aliyeachwa wala. Hutaitwa tena aliyeachwa. Bwana Yesu asifiwe. Hautaitwa aliyeachwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anaenda kukushika mkono. Kwa sababu Mungu anaenda kutembea na wewe. Kwa sababu Mungu anaenda kukupitisha mahali ambapo haukuwa unatarajia unaweza kupita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu Mungu anakuja kukubadilishia jina. Bwana Yesu asifiwe. Anakuja kukupatia jina jipya. Hautaitwa tena aliyeachwa. Hautakaa ndani ya kuzoeleka na watu. Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokuzoea, kuna vile Mungu anakuja kubadilisha hali ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja kuna kitu tu ambayo inakuanga inamsumbua. Kila mmoja kuna jambo ambayo tu inakusumbuanga. Ukikaa kona fulani wewe peke yako na uanze kutafakari kuhusu hiyo, utaanza kulia tu peke yako ukiwa kwa hiyo kona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu utaanza kujiuliza, kwa nini mimi tu ninapitianga hii? Kwa nini mwenzangu pande yako sawa? Kwa nini fulani yako hivi? Kwa nini fulani yako hivi? Ama labda wewe tu uko hapa, una kila siku tu, kila wakati landlord anakuja kwako kukubishia mlango kwa sababu ya rent, lakini kwa jirani yako hakubishwangwi. Bwana Yesu asifiwe. Yani unakaa kuna moja unauliza, kwa nini mimi kila siku hii aibu? Hii aibu, mbona kila siku hii aibu ni mimi naipitia? Mbona kila wakati mimi ndio landlord anakuja kusimama kwa mlango yangu? Na lazima majirani watambue hiyo. Lazima majirani watambue. Na majirani wenyewe kila wakati wananiona nikienda kanisani. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Bwana Yesu asifiwe. Neno inasema ya kwamba hutaitwa tena aliyeachwa. Yani umekaa ni kama uliachwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya kesha tuliweza kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya Zaburi 126 ya kwamba Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa ni kama tunaota ndoto. Kuna jambo inaenda kufanyika ndani yako, utakaa ni kama unaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Zakaria alitembelewa na malaika, akashtuka, akaingiwa na hofu, alikaa ni kama anaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa usikuwe na wasiwasi, kwa sababu maombi yako imefika mbinguni. Mkeo Elizabeth anaenda kupata mimba na atazaa mtoto wa kiume. Ukiendelea kusoma utapata kuna mahali Zakaria hakuamini, maana ilikuwa ni kama ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Akawekwa akuwe pupu. Aliongea wakati mtoto alizaliwa. Ukisoma kabisa
usifuatilie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakukuwa naamini. Haleluya. Kuna mlango inaenda kufanyika yenye hautaamini. Hautaamini kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hautaamini. Maana Bwana Yesu asifiwe, hautaitwa tena aliyeachwa, mwenye ameachwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakuona huku nje, kuna watu wanakuona mahali ulizaliwa, wanashindwa, kwani huyu afikiriangi? Kwani huyu ana akili? Bwana Yesu asifiwe. Kwani huyu hakuna siku anafungukiwa na mawazo? Bwana Yesu asifiwe. Yani kuna vile tu watu wanakuona mahali unakaa, mahali umezaliwa, kuna vile watu wanakuongea, ukuwa umesoma, ukuwa hujasoma. Kwanza sasa to make the matters worse ni ukuwa umesoma. Bwana Yesu asifiwe. Wanakuongelea kabisa, wanasema kwani huyu tulikuwa tunamsomesha nini? Kwani huyu hana akili? Bwana Yesu asifiwe. Kwani hakuna kitu, hakuna siku anafikiria, hakuna siku anafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna jambo, Bwana Yesu asifiwe, kuna jambo Mungu anaenda kufanya ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo Mungu anaenda kufanya ndani yako, watu watabaki wakiwa wanashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine yenye nafungulia watu milango, fungu yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mtoaji sana wa fungu. Hiyo kidogo yenye Mungu amekupatia, hiyo kidogo. Kwa sababu ukianza kufikiria vitu zako nyingi, hautatoa. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukatoa ukianza kufikiria, niko na mtoto anataka school fees, niko na nyumba inafaa kulipa, sijui watoto wangu hawana sijui nguo, hawana sijui nini. Hautatoa hiyo fungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukishapata na uweke Mungu mbele, utoe tu ya Mungu uweke kando, Bwana Yesu asifiwe, utaona vile Mungu mwenyewe atakutetea. Bwana Yesu asifiwe. Itafika tu mahali unaona mlango inafunguka tu hapo katikati tu, ya kiajabu ajabu, unapata umepata pesa hata kuliko yenye ulikuwa umetoa nayo fungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeenda kibarua hiyo ya kufua, fua hizo nguo, lakini fua ukisema Mungu nitoe hapa, Mungu nitoe hapa, mimi si mtu wa kufua, nitoe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimaliza kufua hiyo 500 ukipatiwa, najua umesugua hizo nguo sana na brush, kwanza longi za vijana wenye wanarukaruka kwa mchanga, umesugua kabisa. Wakati unapatiwa hiyo 500 yako, Bwana Yesu asifiwe, 50 chukua weka kwa bahasha, si yako, si yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiweka, ifika siku ya kanisa uende uweke kwa madhabahu, wewe umejifungulia mlango mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyewe tu. Haleluya. Lakini wakati unapata, unasema niko na mahitaji mingi, siku ile nitakuwa sawa ndio nitaanza kutoa fungu, hakuna siku utakuwa sawa. Kila wakati utakuwa tu unalia. Kila wakati shida zitakuwa zinakuja, shida baada ya zingine, shida baada ya zingine, shida baada ya zingine. Bwana Yesu asifiwe. Inastahili mgundue hiyo siri. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mchungaji alishangaa sana, imekuaje tu hii kanisa haijakaa sana na tayari gari imepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Si ni neema ya Mungu? Ni neema ya Mungu, ni kibali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ninajua tukiendelea hivyo na tuendelee kukaa kwa uwepo wa Mungu, hakuna gari hatutaendesha. Na unajua naye Mungu anakuja na njia za kushangaza. Mungu hakuji ati mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe.
Lazima kuna vile atakuja kwa maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia line vile kwanza line imesema mliulizwa kama mmejipanga. Bwana Yesu asifiwe. Mliulizwa umejipanga. Haleluya. Mungu akushukishie tu mlango ya pesa. Ufanye kazi. Kwa muda mfupi uko na pesa yako 200, 300, 400. Bwana Yesu asifiwe. Utafanyia nini? Haleluya. Wacha tusiongee kuhusu milioni 300, 400. Utafanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Si tulisema tumejipanga? Haleluya. Si tulisema tumejipanga? Mungu akikushukisha mlango kama hiyo, utafanyia nini? Utanunua manguo mzuri? Uanze kurikia nayo watu catwalk? Bwana Yesu asifiwe. Utafanyaje? Utafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tujipange. Akifungua mlango kwako, jipange. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anza kujipanga saa hii. Kuna wakati Pastor Luka alichora nyumba. Haleluya. Akaniletea hiyo plan ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Na akaniambia nataka uombe hii karatasi. Na saa hiyo ako maskini mmoja hatari. Mwenyewe tu nyumba inakaa ni mabati. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nyumba yenye amechora si nyumba ya shilingi 2. Ati ile unasemanga ya mabati 20. Bwana Yesu asifiwe. Nikaangalia hivi nyumba nikasema kweli ako na imani. Bwana Yesu asifiwe. Niliombea siku 7. Nikaombea hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuitia kujia karatasi yako. Haleluya. Pastor Lu, pesa zilimfungukia. Pesa zilimfungukia. Pesa zilimfungukia. Na vile mnaona huyu kijana wenyewe anapenda raha. Lakini saa hii Mungu wa Yawe amempiga randa. Kuna mahali tu hajapiga randa kidogo pande ya mdomo. Sasa anawakwazanga sana. Akishika tu mic hapa. Kuna mahali tu anaenda akipiga randa pole pole. Hata akishika tu mic na ambianga tu Mungu saidie tu hiyo kijana yangu baba, endelea tu kumpiga randa tu, anaweza payuka hapo kitu mbaya. Usaidie tu baba. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anapenda kitu inaitwa raha. Wachana na yeye. Sijawahi ona mtu mwenye anapenda raha kama Pastor Luke. Bwana Yesu asifiwe. Hapana cheza la kasiani. Haleluya. Alafu akuongeleshe vile tu anataka. Apimi ati ni nini imetoka kwa mdomo, bora ametoa ongee. Hataki kujua ni wapi itaanguka. Yaanguke kwenye itaanguka, shauri ya hiyo neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna hizi majuisi zinaitwa Del Monte. Anunue tu hiyo Del Monte aweke pale. Pastor Luka alikuwa anakuja mpaka kwangu, anakaa, anasahau hapo kwa wenyewe, anaweka mguu kwa meza. Bwana Yesu asifiwe. Amekaa kwa kiti, amesahau hapo kwa wenyewe, amechukua miguu amewekelea pia kwa meza. Huyu kijana ajui ni wapi yako. Yaani anaweka miguu kwa meza. Bwana Yesu asifiwe.
Wacheni tu Mungu ampige randa pole pole. Haleluya. Wacha tu apigwe randa. Haleluya. Yaani pesa ziliachiliwa. Na kuna kitu Pastor Luka alituambia, kale kitu kaliniingia mpaka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani alikuja akagundua hiyo wakati, hata yeye mwenyewe anaweza sema, nilikuwa na kanisa hapa juu. Kuna kanisa tulikuwa nayo hapa juu. Hiyo kanisa tumeona kuna mtu ameweka hapo kanisa sasa hivi tunaongea. Hapo mahali sijui tunaweza paitaje. Kuna hii shule inaitwa nini hapa? Si Zuka hapa. Sijui nini Star. New Star hapa juu ndio. Hapo New Star. Kuna kanisa iko hapo. Kwanza hapo ndio tulikuwa na hiyo kanisa. Hapo ndio tulikuwa na hiyo kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo wakati Pastor Luke ndio Mungu alikuwa ameweka tu kama mtu wa kusimama na ile kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa tu huyo kijana yangu raha zake zilimuonyesha pesa ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine nikiwa tu kwa kanisa, landlord amekuja na gazeti yake, amekaa pale nyuma, anasema anataka rent ya kulipa hiyo charge. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna pesa. Kuna mwenye alichukua kasahani akaanza kutembea kwa watu. Watu wanaweka kakumi, kanasema ngongolo, ngongolo, ngongolo. Kwa hiyo sahani, na hiyo sahani ilikuwa inakaa hivi ya mabati. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanaweka hapo kabao kanasema ngongolo, ngongolo. Huyo landlord akiwa tu pale alikuwa anasema hiyo 10 ndio italipa hii nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Luka kwa tu hapo na pesa zake zimenyamazia mfukoni. Ndio kitu atakuja kuambia siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Alitoka